Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TVE Habari, na sasa tuungane naye Nizia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, vijana wa mradi wa Jenga Kesho iliyo bora Chamwino wakosa soko la matangazo. Asante sana Miriam Mlaponi. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa changamoto ya kupata soko la zao la matango inawakabili na kuwakwaza vijana walionufaika na mradi wa Jenga Kesho iliyo bora BBT wilayani Chamwino, na kuiomba serikali kuwasaidia kutafuta soko la uhakika nje ya nchi ili kuokoa zao hilo. Wakizungumza wakiwa katika mashamba ya Manchali na Chinangali wilayani Chamwino, vijana hao wanasema baada ya kupata mafunzo wamejikusanya na kuanzisha chama cha ushirika ambako wamekuwa wanapata tija ya mavuno hususan zao la matango. Hii biashara tulionayo ya matango tunatafuta wateja na masoko makubwa, kwa sababu mazao tunayozalisha tunavuna tani 2. Kwa hiyo soko la ndani linakuwa linatusumbua kidogo. Kwa hiyo tunaomba wadau na wateja wengine wote wanaosikia, kwa hiyo wasisite. Wadau wengi tunawaomba, kwa sababu huu mradi ni mkubwa. Sisi kama vijana tukibaki peke yetu hatuwezi kusonga mbele. Tunaomba wadau wanaoweza kufanya shughuli za kilimo kuwekeza na sisi. Sisi kama chama tunawakaribisha sana. Mwanzo tulikuwa hatujui maana ya kilimo biashara ni nini, lakini mpaka sasa hivi tumeshajua kilimo biashara ni kitu gani. Kama mnavyoona wenzetu sasa hivi wanahangaika na mvua na nini, lakini sisi tunavuna muda wote kwa msimu mzima, mara 4 mara 3, itategemea jinsi mtakavyokuwa mmejipanga. Kwa hiyo nafikiri kuna mafanikio makubwa. Kwanza tumejifunza kutumia mbolea za viwandani, tumejifunza matumizi bora ya madawa, wametujengea uwezo mkubwa wa kuweza kujifunza mambo mengi. Kwa upande wake, afisa kilimo wa mradi wa BBT Manchali Ayubu Ramadhan amesema mashamba hayo yamekuwa yakitumika kama darasa kwa wakulima kutoka vijiji vya jirani na kupata mbinu bora za kilimo cha kisasa. Wananchi ambao ni wakulima wetu ambao ni wanazunguka huyu mradi, na kuna wenyewe kwao inakuwa ni sehemu nini ya somo, na wenyewe elimu wanatoa hapa wanapeleka kwenye mashamba yao. Kwa upande wa wakulima ambao ndio wako kwenye huu mradi, kiwastani ni watu wa kiuchumi. Ukiangalia hapa mwanzo tulikuwa na ekari 20 tulivyoanza hapa mwanzo, lakini kadri walivyoanza kulima wakulima kipato kimezidi kuongezeka. Hapo kama nadhani mwenyekiti amekwambia ekari zimeongezeka kutoka 20 mpaka 20 ngapi? Ni 28. Pesa hiyo imepatikana kwenye nini? Kwenye huyu mradi. Yes, soko ni kubwa. Mahitaji ya hoho za rangi hasa ni mahitaji makubwa sana. Na sisi baada ya kuwa tumetambua hilo, tulikuwa tunalima kwenye vitalu nyumba au greenhouse 2 tu, lakini hizo zikawa hazitoshi kulisha soko la Dodoma. Soko la Dodoma tayari ni kubwa. Kwa hiyo tukawa tumelifikisha kwa wizara, na wizara wametukubalia wanakwenda kutuongezea greenhouse 2 ndani ya mwezi huu wa pili zitaanza kujengwa. Uwekezaji wa viwanda vya ndani Katavi umetajwa kusaidia kupunguza tatizo la ajira kwa vijana kwa kuongeza fursa za kazi na kuchochea uchumi wa mkoa na taifa kwa ujumla. Akizungumza wakati wa ziara ya utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya kuhamasisha uwekezaji wa ndani, meneja uhamasishaji uwekezaji wa ndani kutoka Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi Tanzania TISEZA amewataka wawekezaji kusajili biashara zao ili kuendelea kunufaika na kutoa ajira kwa wazawa wa eneo husika. Tupo katika utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya uhamasishaji uwekezaji wa ndani, na leo hii tupo katika mkoa wa Katavi uliopo kanda ya Magharibi. Tumetembelea mradi wa Watanzania uliosajiliwa kupitia TISEZA mwaka 2023. Mradi huu unaitwa Jema Jioni. Huyu ni kati ya Watanzania waliothubutu na kusajili mradi na hatimaye wakanufaika na vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi vinavyotolewa na serikali kupitia TISEZA. Mathalan kama mnavyojionea wenyewe, hii mitambo na mashine iliyoko nyuma yangu yote imeingizwa nchini kwa msamaha wa ushuru wa forodha, jambo lililomsaidia mwekezaji huyu kupata unafuu mkubwa kabisa wa mtaji kama mlivyosikia yeye mwenyewe akisema. Quintus Kasese ni miongoni mwa wawekezaji wa ndani kutoka kiwanda cha uchenjuaji wa makinikia kilichopo. Amesema mpaka sasa wametoa ajira zaidi ya 2000. Sisi hapa tuliwekeza bilioni 1, lakini mitambo iliyopo hapa ni zaidi ya bilioni 1. Kwa sababu tumepata incentive kutoka TISEZA. Sisi ni wawekezaji wa ndani. Ukiangalia hatuna mtu wa nje, hata ukiangalia staff hatuna mtu wa nje. Wote sisi ni Watanzania na tunaajiri Watanzania, tuna wafanyakazi zaidi ya 2000.
katika kampuni ya Jema ambao wote ni wazao. Naye afisa biashara mkoa wa Katavi Honge Thomas amewataka wananchi kutumia fursa iliyopo kuwekeza viwanda mbalimbali ndani ya mkoa huo. Watanzania hasa ambao wamewekeza wanaitumia fursa ya uwepo wa Katavi vizuri sana, na ni waombe wengine wenye mitaji yao waweze kufika ofisi ya mkuu wa mkoa, dawati la uwekezaji kwa ajili ya huduma hizi za uwekezaji. Baada ya zoezi hili la leo, tutakuwa na kikao na wawekezaji, wafanya biashara, wenye viwanda ambao wamewekeza katika mkoa wetu wa Katavi. Aidha, TISEZA imetembelea kiwanda kilichozalisha maji ya kunywa ambapo wametoa elimu kwa mwekezaji huyo na kumshauri kujisajili na TISEZA ili kukuza. Na wananchi wanaojishughulisha na uvuvi katika ziwa Nyasa wamewezeshwa mikopo ya 10% ili waweze kufuga samaki kwa njia ya vizimba kutoka halmashauri ya wilaya ya Ludewa. Hii ni kutokana na mazingira ya ziwa hilo, hivyo mazingira rafiki ya ufugaji samaki kwenye vizimba yametajwa kuwa ni sahihi na salama kwa wavuvi ambao wamekuwa wakifanya shughuli za uvuvi katika ziwa hilo. Kutokana na uwekezaji wa ufugaji wa samaki kwenye vizimba katika ziwa Nyasa, wanufaika wa ufugaji wa samaki hao wamesema jambo ambalo serikali wamefanya la kuwawezesha wavuvi kufuga samaki na kuacha kufanya uvuvi hatarishi umewasaidia wao kwenda kubadilisha maisha yao mara baada ya kuanza kunufaika na ufugaji huo. Kwa ujumla, kulingana na uhamasishaji wa serikali kutuwezesha vijana, tunashukuru kwa ngazi ya wilaya kutuwezesha, na tunajua tutafikia mbali kwa sababu mpaka kwa sasa hivi tumefikia kwenye hatua nzuri. Kuona mfano waliotangulia na sisi tulipoangalia tukaona na sisi bora tujiunge na hiki kikundi. Kwa hiyo tumefurahi sana. Hata hivyo, kituo hiki kimezungumza na baadhi ya viongozi waliosaidia kuwezesha vikundi hivyo vya ufugaji samaki, ambapo wamesema matarajio yao ni kuona wananchi wanabadilisha maisha yao na kuondokana na uvuvi wa mazoea ambao umekuwa ukihatarisha maisha yao kutokana na jiografia ya ziwa Nyasa. Tumefanya ziara katika kata yetu ya Rupingu, tumekuja kuangalia vikundi ambavyo tumekopesha kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwenye vizimba. Kimsingi tumeshatoa tayari mikopo kwa vikundi viwili. Kikundi cha kwanza kinaitwa Viumbe Hai ambapo tumewapa fedha milioni 25 na wameweza kuweka vifaranga 20,000. Na tayari vifaranga hivyo vimeshafika sasa kwa muda wa miezi miwili na vinaendelea vizuri, na vijana kama vijana ambao wapo kwenye kikundi hicho wanaendelea na hilo zoezi. Kikundi kingine ambacho kimepatiwa mikopo kutoka kata ya Makonde nao wanajiandaa sasa hivi, tuko katika hatua ya manunuzi ili sasa waweze kuanza na hatua kujenga vizimba, alafu waweze kutafuta vifaranga ambao wao wataweza kuweka vifaranga 30,000. Naitwa Festo Mkomba. Kitu cha kwanza tunashukuru kwa ujio wa mkuu wa wilaya kwa sababu ofisi yake ndio inaidhinisha mipango mikopo ya halmashauri, na hapa tayari kuna vikundi viwili ambavyo vinaenda kufuga samaki kwa njia ya vizimba. Lakini la pili tunaloshukuru, anazidi kuhamasisha kwamba wananchi wajitokeze kwa ajili ya kufuga samaki kwa njia ya vizimba. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Ludewa Olivano Spo Thomas amewapongeza wananchi kwa juhudi zao na kuwataka kuendelea kutumia rasilimali za ziwa Nyasa kwa tija, ambapo pia amewakaribisha wawekezaji kufika katika ziwa hilo kuwekeza kwenye fursa za uchumi wa buluu na kueleza kuwa ziwa Nyasa lina mazingira rafiki na rasilimali za kutosha kukuza sekta ya uvuvi na ufugaji wa samaki. Hivyo tunafanya hivi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uchumi wa buluu una implicate matokeo kwa wananchi na inaleta tija kwa uchumi wetu. Kama tunavyofahamu ya kwamba ziwa Nyasa ni kati ya ziwa ambalo liko very deep. Kina chake ni kikubwa sana. Kwa hiyo instruments za kuvua kwenye hili ziwa zinahitajika zile ambazo ni kubwa, lakini pia inahitaji kutumia capital kubwa sana kwa ajili ya kufanya uvuvi. Njia rahisi ambayo inaweza kuleta tija kwa wananchi na pamoja na uchumi wa buluu katika sekta ya uvuvi ni kufuga samaki. Asante sana mtazamaji na Miriam Mlaponi. Hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo.